Mtazamaji, karibu katika kipindi maalum. Mimi ni Anne Tinyoni, na mara hii moja kwa moja tunajiunga na ofisi ya mashirika ya kipapa kutoka pale Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, zaidi sana kufahamu kuhusiana na mashirika hayo ya kipapa ndani ya mwezi huu wa 10 ambapo ni mwezi wa misioni. Na moja kwa moja Padri Alfred Stanislaus Kwene ambaye yeye ni mkurugenzi wa mashirika haya ya kipapa atatujuza kwa kina kuhusiana na mwezi huu. Mpendwa mtazamaji wa TV Tumaini, karibu katika kipindi chetu cha leo kinacholetwa kwako na ofisi yetu ya mashirika ya kipapa hapa katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Kurasini, Dar es Salaam. Katika kipindi chetu cha leo, mada itakayotuongoza ni kuhusu mwezi wa misioni. Mwezi wa misioni. Tuko mwanzoni mwa mwezi wa 10 ambao kikanisa unatambulishwa kuwa ni mwezi wa misioni. Mwezi ambao umetengwa mahususi kwa ajili ya kutafakari juu ya wito wa kila mmoja wetu wa misionari. Mwezi ambao umetengwa mahususi kwa ajili ya kumwalika kila mmoja kutia bidii katika kazi ya umisionari, kuombea kazi za misioni. Ninayekuletea kipindi hiki ni Padre Alfred Stanislaus Kwene, mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari hapa Tanzania. Pengine ingefaa, kabla ya kutafakari kwa pamoja juu ya mwezi wa misioni ambao tumeuanza tayari, ingefaa kuona kwa pamoja japo kwa uchache, kuwa na uelewa pamoja juu ya utume wa mashirika ya kipapa ya kimisionari. Mashirika ya kipapa ya kimisionari kwa ufupi kabisa ni asasi za uinjilishaji kwa jina la Baba Mtakatifu ambazo zina lengo mahususi la kuhakikisha kwamba kazi ya umisionari inaenea kokote ulimwenguni chini ya uongozi wa Baba Mtakatifu. Ni mtandao wa sala na majitoleo chini ya Baba Mtakatifu kwa ajili ya kuhamasisha kazi za kimisionari kokote ulimwenguni. Makao makuu ya mashirika ya kipapa ya kimisionari yako kule Vatican kwa sababu ni mashirika ya papa, lakini kila nchi inakuwepo ofisi ya mashirika ya kipapa ya kimisionari katika nchi husika, na anakuwepo mmoja ambaye anahudumu kwa nafasi ya mkurugenzi wa mashirika ya kipapa taifa. Kazi na utume msingi wa mashirika ya kipapa ni misionari, na ndiyo maana ofisi yetu inabeba dhamana kukuletea kipindi hiki cha leo kinachohusu mwezi wa misioni, mwezi wa 10. Tunaposema juu ya mashirika ya kipapa ya kimisionari, yako mashirika 4. Shirika la kwanza ni shirika la uenezaji wa imani lililoanzishwa mwaka 1822 na mwanadada Pauline Marie Jaricot. Shirika la pili ni shirika la kipapa la kimisionari la utoto mtakatifu lililoanzishwa mwaka 1843 na Askofu Charles Jansen de Forbin. Shirika la tatu ni shirika la Mtakatifu Petro Mtume ambalo lilianzishwa mwaka 1889 na mwanadada anajulikana kama Jean Bigard. Shirika la nne ni shirika la umoja wa kimisionari ambalo lilianzishwa mwaka 1916 na mwenye heri Paulo Mana. Mashirika haya yamezaliwa kwa vipindi tofauti. La kwanza 1822, shirika la pili la utoto mtakatifu 1843, shirika la tatu la Mtakatifu Petro Mtume 1889 na shirika la nne la umoja wa kimisionari
mwaka 1916. Mashirika yote haya manne yanalo lengo moja tu la kuhakikisha kwamba kazi ya kimisionari inasonga mbele. Pengine ingefaa pia kujiuliza, kama yote yana lengo moja la kuhakikisha kwamba kazi ya kimisionari inasonga mbele, kwa nini yawe manne basi la lisiwe moja? Mashirika haya yamezaliwa katika vipindi tofauti. Lengo bado ndio hili la kueneza umisionari, lakini wakiangazia eneo fulani mahususi. Shirika lile la kwanza la uenezaji wa Injili kwa jina la Propaganda Fide, jina lingine, lenyewe lianzishwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Injili inaenea katika ujumla wake. Shirika la pili la Utoto Mtakatifu, lenyewe lengo lake lilikuwa ni kwamba watoto wawe wainjilishaji miongoni mwa watoto wenzao, kimwisho wa siku uinjilishaji, umisionari. Shirika la tatu la Mtakatifu Petro Mtume, lililoanzishwa na Jean Bigard, lengo lake lilikuwa ni kwamba umisionari ndio, lakini namna bora ya kufikia umisionari iwe ni kupitia kuzalisha au kufanya wazaliwe mapadre na watawa wazawa. Na ndio maana hata sasa shirika hili linajikita katika kuwezesha malezi ya wale watakao kuwa mapadre kesho, malezi ya wale watakao kuwa watawa kesho. Na shirika la nne la umoja wa kimisionari lilozaliwa mwaka 1916, lenyewe lengo lake lilikuwa ni kuyaunganisha sasa haya mashirika matatu ya mwanzo, na akiamini kabisa kwa namna hiyo ndio itafanya utume wenyewe uweze kusonga mbele vizuri. Mashirika yote manne haya, kama tulivyosema, ni misionari, yana asili yake katika nini? Yana asili yake katika mrejesho ambao wa misionari wa mwanzo kabisa waliotoka mataifa ya Ulaya na kwingineko, walipokuwa nakuja kuinjilisha nchi zetu hizi, waliporudi nyumbani na kutoa ushuhuda wa hali halisi ya misionari katika nchi za misioni walikotumwa kwenda, basi ndugu zao kule nyumbani wakasema kwamba sisi tutawaunga mkono, lakini pasipo kuandamana na ninyi sitawaunga mkono kwa namna kuu mbili. Namna ya kwanza ni kwa njia ya sala, na namna ya pili kwa njia ya ukarimu, kwa njia ya majitoleo. Na ndiyo maana hata sasa mashirika haya yanajikita katika maeneo hayo mawili, sala na majitoleo. Mashirika haya hayazaliwi tu kwa sababu hiyo ndiyo idokeza ya kupata mrejesho kutoka kwa wamisionari waliokuja katika nchi zetu na kuwashirikisha ndugu zao waliporudi nyumbani, lakini umisionari huu una msingi wake katika Mungu, katika Utatu Mtakatifu. Ndio maana tunasema misionari wa kwanza ni Mungu katika Utatu Mtakatifu. Ndio maana Kanisa Katoliki linaamini katika Mungu mmoja, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kanisa linafundisha katika kutazama uhusiano wa hizi nafsi tatu kwa zenyewe, kanisa linafundisha kwamba nafsi ya Mungu Baba imemtuma Mungu Mwana, nafsi ya Mungu Baba na Mungu Mwana zinamtuma Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunasema tunaposali katika ile sala ya nasadiki wakati wa adhimisho la misa, tunapokiri imani, tunapomtaja Roho Mtakatifu tunasema aliyetoka kwa Baba na Mwana. Maana yake ni chimbuko la kazi ya umisionari ndani ya Utatu Mtakatifu. Ndio maana tunasema chimbuko kabisa la umisionari ni Mungu katika Utatu Mtakatifu. Sasa Mungu katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, nafsi ya Mungu Baba inamtuma Kristo. Kristo hatimaye analituma kanisa. Ndipo hapo tunapata agizo la Bwana mwenyewe, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 19 hadi 20. Pendwa ndugu zangu, kanisa kwa hulka yake ni la kimisionari. Hivyo basi hata mashirika ya kipapa yanapozaliwa kwa nyakati hizo tofauti tofauti, ni katika harakati ya jitihada hizo hizo za kuakisi huo utambulisho wa kanisa, kwamba kanisa kwa hulka yake ni la kimisionari. Pendwa ndugu yangu unayenitazama leo, tungependa kukukumbusha kwamba kwa ubatizo wangu, kwa ubatizo wako, na wewe ni misionari, basi una wajibu wa kutimiza mbele ya Mungu na wajibu wa kutimiza mbele ya kanisa. Ni katika mazingira hayo mashirika ya kipapa haya yote manne yamezaliwa. Lakini ikumbukwe kwamba mashirika ya kipapa haya manne hayakuanza na hadhi hiyo ya kuitwa mashirika ya kipapa ya kimisionari. Yalianza kama chembe ndogo tu, kama ambavyo tunaambiwa kwamba
ufalme wa Mungu unaanza kama chembe ndogo ya haradali, na mashirika haya yalianza katika udogo huo, vikundi vidogo vidogo vya watu wachache vinazaliwa na baadaye vinakuwa na kuwa kikundi kikubwa. Kumbe tangu mwaka ule 1822 linapozaliwa shirika la kwanza, 1843 linapozaliwa shirika la pili la Utoto Mtakatifu, 1889 linapozaliwa shirika lile la Mtakatifu Petro Mtume, na 1916 linapozaliwa shirika lile la Umoja wa Kimisionari, hayakuanza katika ukubwa huo, bali yameendelea kukua taratibu kulingana na muda. Mashirika yale matatu ya kwanza kwa kweli yalipata hadhi au yalipandishwa hadhi ya kuwa ya kipapa miaka 100 baada ya kuwa limezaliwa lile shirika la kwanza. Maana yake mwaka 1922. Na Baba Mtakatifu wa wakati huo alikuwa ni Papa Pio wa 11, ndiye aliyapandisha hadhi ya mashirika matatu ya kwanza, na tangu wakati huo yakawa mashirika ya kipapa ya kimisionari. Shirika lile la 4 la Umoja wa Kimisionari lenyewe limekuja kupandishwa hadhi baadaye mwaka 1956. Kumbe tangu 1956 yote manne sasa yakawa yakihesabika kuwa ni mashirika ya kipapa ya kimisionari. Vikawa rasmi ni vyombo vya uinjilishaji chini ya uangalizi wa Baba Mtakatifu mwenyewe, makao makuu yakiwa Roma, na kila nchi sasa ikawa na ofisi inayoratibu utume huo katika nchi husika. Ieleweke vizuri kwa mtazamaji mpendwa ya kwamba mashirika ya kipapa ya kimisionari yana sura mbili. Ni ya kipapa, maana yake yapo chini ya uangalizi wa Baba Mtakatifu mwenyewe, lakini wakati huo ni na hadhi ya kiaskofu. Kwa tafsiri ya Kiingereza tungeweza kusema they are both pontifical lakini pia episcopal, kwamba yanakuwa chini ya uangalizi wa Baba Mtakatifu kiulimwengu, na katika kanisa mahalia la nchi fulani mashirika haya yanakuwa chini ya uangalizi wa mama askofu katika nchi husika. Hivyo basi, pamoja na kwamba ofisi ya taifa ya mashirika ya kipapa ya kimisionari inakuwa na mkurugenzi, lakini mkurugenzi basi anawajibika kwa nchi husika kwa maaskofu, kwani utume huu ndani ya nchi husika unakuwa pia chini ya maaskofu wenyewe. Kwa uchache hayo ndio mashirika ya kipapa ya kimisionari. Nimeleta maelezo hayo ya kutusaidia kuwa na uelewa pamoja, ili tunapoongea juu ya mwezi wa misioni iwe rahisi kusafiri pamoja. Leo tunaanza tuko mwanzoni mwa mwezi huu, tutakuwa na mlolongo wa vipindi vingine. Hiyo ni vipindi vya redio kwa ajili ya kukumbushana yale yanayotupasa kuhusiana na wito wetu wa misionari. Mashirika ya kipapa ya kimisionari pamoja na kwamba malengo yake mahususi ni umisionari, lakini pia yanawekeza katika kusaidiana kuishi huo wito wetu wa misionari, kwamba kila mbatizo ni misionari, lakini kanisa linaamini na kufundisha ya kwamba wito huo wa misionari tunauishi kwa pamoja, na kanisa linaamini na kufundisha ya kwamba ili tuweze kufanya vizuri wito huu lazima kuwa na ushirikiano. Kumbe msingi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari au dira yake ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu. Ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu. Ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu ni kwamba tunaongea kanisa la kiulimwengu, tunaongea pia kanisa mahalia. Tunaposema kanisa mahalia, ieleweke kuwa tunamaanisha kanisa mahalia la nchi, kanisa mahalia la jimbo. Kuna ushirikiano wa kimisionari katika kanisa mahalia, iwe ni jimbo au nchi, lakini basi mashirika ya kipapa ya kimisionari yenyewe yana mkazo zaidi katika ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu. Na ndiyo maana yanaitwa mashirika ya kipapa, kwa sababu papa kwa nafasi yake anasimamia kanisa katika ngazi ya kiulimwengu. Mpendwa mtazamaji wangu, mashirika ya kipapa ya kimisionari, mojawapo lile la kwanza ambalo lilianzishwa mwaka 1922 linajulikana kama shirika la uenezaji wa imani, au kwa lugha nyingine Propaganda Fide. Shirika hilo kilele cha utume wake ni mwezi wa 10, mwezi wa Oktoba, kipindi ambapo
linawekeza katika kuwahamasisha waamini watambue wito wao, katika kuwahamasisha waamini wawezeshe mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu wa kila mwaka. Hivyo basi, kipindi hiki kinaletwa kwako kutoka ofisi yetu ya Mashirika ya Kipapa ya Kimisionari Taifa, kutokana na uhusiano huo kwamba Mashirika ya Kipapa ya Kimisionari lengo lake ni kukuza na kustawisha roho ya umisionari katika kanisa, na mwezi wa 10 ni mwezi mahususi kwa ajili ya kukumbushana na kuombea kazi za kimisionari katika kanisa. Ushirikiano huo unajijenga katika msingi huo, na ndio uhalali wetu leo wa kuja kutoa kipindi hiki kwako. Mpendwa mtazamaji wangu, Mashirika ya Kipapa ya Kimisionari ni vyombo muhimu sana katika kanisa, na ndio maana yako maandiko mbalimbali katika kanisa, mafundisho mbalimbali katika kanisa ambayo yanakazia juu ya nafasi ya mashirika haya. Nafasi ya mashirika haya, kama tulivyosema, ni asasi muhimu za uhamasishaji wa kazi ya kimisionari na mshikamano wa wanakanisa chini ya Baba Mtakatifu, na jukumu lake kuu ni kuhamasisha kazi ya kimisionari na ushirikiano wa wanakanisa zima kuhusiana na dira hiyo ya kuhakikisha kwamba uinjilishaji unaenea kote ulimwenguni. Kwa maneno mengine, nimesema ni mtandao wa sala na majitoleo kwa ajili ya kazi ya misionari chini ya uangalizi na maelekezi ya Baba Mtakatifu. Zipo nyaraka nyingi zinazohimiza juu ya nafasi na umuhimu wa mashirika haya. Itoshe tu kudokeza hizi chache. Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika hati yake juu ya uinjilishaji kwa watu wa mataifa, Ad Gentes, au kwa lugha nyingine decree ya kazi za kimisioni za kanisa, decree ya kazi za kimisioni za kanisa nambari ile ya 38, inahimiza juu ya nafasi ya mashirika haya. Inasema mashirika haya inabidi yapewe nafasi ya kwanza katika kanisa, kwani kwa njia yake waamini hulelewa tangu utotoni katika moyo wa umoja wa kikanisa na mtazamo wa kimisionari. Yana nafasi ya pekee, kwani kazi yake inaanzia tangu utotoni. Na ndio maana hata leo moja kati ya mashirika haya ni lile la Utoto Mtakatifu. Lengo lake ni nini? Lengo lake shirika la Utoto Mtakatifu ni kuwasaidia watoto wapitie katika kipindi chao cha utoto katika hali ya utakatifu. Ndio Utoto Mtakatifu, Holy Childhood. Na ndio maana hiyo decree juu ya kazi za kimisionari za kanisa namba 38 inaeleza nafasi ya mashirika haya ya kwamba yanaanza tangu kumlea mtu akiwa bado mdogo. Andiko lingine ambalo linahimiza juu ya nafasi ya mashirika haya ni sheria kanoni. Sheria kanoni zinasema katika kila jimbo, sheria kanoni namba 791 inahimiza kwamba katika kila jimbo awepo padre wa kuratibu utume wa mashirika ya kipapa ya kimisionari, kanoni namba 791. Maana yake ni kwamba ni utume wa muhimu hivi kwamba hata sheria kanoni zenyewe zinahimiza awepo padre mahususi kwa ajili ya utume huo. Yawezekana katika mazingira fulani ambapo pengine mapadri ni wachache sana, ama zingine magumu hivi, anaweza pia kuteuliwa mtawa, lakini himizo ni kwamba awepo padre mahususi kwa ajili ya utume huo. Hati nyingine ambayo inaeleza juu ya nafasi na umuhimu wa mashirika haya ni barua ya kitume iliyoandikwa na Papa Yohane Paulo wa Pili, inajulikana kwa Kiingereza kama Redemptoris Missio. Anasema kazi ya kueneza Injili, kazi ya kuhamasisha umisionari, malezi ya wana kanisa ni kazi ambayo kwa nafasi ya kwanza inafanywa na mashirika ya kipapa ya kimisionari. Na hati hiyo inasema mashirika yote manne hayana utume mwingine, lengo lake ni kuhakikisha kwamba kazi ya kimisionari inasonga mbele. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hati hiyo ya Redemptoris Missio nambari ya 84 anazidi kuhimiza akisema, kwa vile mashirika haya yako chini ya uangalizi wa Baba Mtakatifu, basi vivyo hivyo pia kwa ngazi ya kanisa mahalia yako chini ya uangalizi wa maaskofu wenyewe.
na yote hii ni kuonesha kwamba mashirika haya ni ya muhimu sana. Hivyo mashirika ya kipapa ya kimisionari huitwa ya kipapa, kwa Kiingereza pontifical, kwa kuwa ni vyombo mahususi vya papa kwa ajili ya kazi ya uinjilishaji. Na kwa msingi huo basi jina lenyewe PMS, P ya kwanza pontifical, M mission, alafu S societies, Pontifical Mission Societies. Mashirika haya ni vyombo vyetu sote kama wana kanisa, kwa sababu yanatugusa wote kama wabatizo, kwani kwa ubatizo wetu kila mmoja wetu anafanyika misionari. Basi ni kupitia mashirika haya sasa, utume wa mashirika haya, tunakuletea mpendwa mtazamaji wangu mafundisho hamasa juu ya mwezi wa 10 ambao ni siku kadhaa sasa tangu tumeanza mwezi wa misioni. Mama kanisa anapenda kutenga mwezi wa 10 kwa ajili ya kwanza kutukumbusha kwamba sisi sote kwa ubatizo wetu ni misionari, na ili uwe misionari sio lazima utoke katika viunga vya makazi yako, utoke nje ya nchi. Hapana, misionari ni kila mbatizwa, na kazi ya misionari unaanza kuifanya tokea pale ulipo. Ushuhuda wa imani, kitendo tu cha kuanza kumfikiria mwingine kiimani nje ya wewe, tayari ni misionari, ni mwanzo tayari wa misionari. Kumbe mwezi wa 10 ni mahususi kwanza kutukumbusha ya kwamba sisi sote ni misionari. Vizuri kaeleweka ya kwamba umisionari kama wajibu unaotokana na ubatizo wetu hauna ukomo. Pengine inawezekana mtazamaji wangu akadhani kwamba haya ni mambo ya mwezi wa 10 tu wa kila mwaka. Hapana. Umisionari ni utume endelevu. Vile ambavyo wito wa kila mbatizo wa kuishi matakwa ya ubatizo hauna likizo, hali kadhalika umisionari nao hauna likizo. Isipokuwa tu mwezi wa 10 unatengwa mahususi kwa ajili ya kutukumbusha kwa namna ya pekee ya wito wetu huu. Mwezi wa 10 unatengwa mahususi kwa ajili ya kutualika kusali, kuombea ufanisi wa kazi za misioni katika ulimwengu. Mwezi wa 10 unatengwa mahususi kwa ajili ya kutukumbusha kuwezesha, wajibu wa kuwezesha kazi za kimisionari katika kanisa. Kumbe sijui ukasema haya ni mambo ya mwezi wa 10 na baada ya hapo basi umisionari mwisho. Hapana, mwezi wa 10 upo mahususi tu kwa ajili ya kutupa mkazo wa pekee, himizo la pekee, kutukumbusha kwa namna pekee juu ya wito ambao kimsingi ni wito wetu wa kila siku. Mpendwa mtazamaji wa TV Tumaini, ni siku kadhaa sasa tumeanza kuishi mwezi wa 10, mwezi wa misioni. Leo tunakuja kwako kupiga mbiu, tunakuja kwako kutoa mwaliko kwamba usipitwe. Usipitwe kuitikia mwaliko wa Bwana, mwaliko wa kanisa wa kuishi kikamilifu mwezi huu wa misioni. Mwezi wa misioni tunaalikwa kuishi kamilifu kwa namna kuu mbili. Namna ya kwanza ya kuishi mwezi huu wa misioni ni kwa njia ya sala. Kama tulivyosema, mashirika ya kipapa ya kimisionari, naona mkazo wa neno kimisionari, mashirika ya kipapa ya kimisionari yenye lengo la kuhamasisha kazi za kimisionari chini ya Baba Mtakatifu, mashirika ya kipapa ya kimisionari yenye lengo la kuhamasisha kazi za kimisionari chini ya Baba Mtakatifu, basi nasi yanajengeka katika nguzo hizo mbili, sala na ukarimu. Basi na mwezi wa 10 tunaalikwa kuushiriki kwa namna ya pekee kwa njia hizo kuu mbili. Njia ya kwanza ni kwa njia ya sala. Kwa njia ya sala ni mwezi mahususi kwa ajili ya kuombea kazi za kimisionari katika kanisa. Kanisa linaamini na kufundisha kwamba sala ndiyo moyo wa misionari. Jitihada nyingine zote za kueneza Injili haziwezi kuzaa matunda pasipo nguvu ya sala, pasipo kumwalika Mwenyezi Mungu aandamane nasi katika kutimiza wajibu wetu au kutimiza wito wetu wa ushuhuda wa imani. Kumbe sala ni la kwanza tunaloalikwa kufanya kwa namna pekee katika kipindi hiki cha mwezi wa 10, mwezi wa misioni. Sala za aina mbalimbali. Kuna sala za mtu binafsi,
kuna sala katika vikundi, tukiwemo katika jumuiya ndogo ndogo na vikundi vya mashirika ya kitume. Mahala pengine wanatumia mkondo, sala za jumuiya. Tusali kwa namna pekee mwezi wa 10 kuombea ufanisi wa kazi za kimisionari. Mpendwa mtazamaji wangu, yawezekana kabisa katika mazingira ya hapa kwetu Tanzania, yawezekana tukajikuta tuko katika mazingira ambayo hatuna mikiki mingi katika kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele. Hakuna madhila mengi kinyume na imani. Yako maeneo mengine Wakristo wenzetu, maeneo mengine ulimwenguni ambao wanaishi katika mazingira magumu kabisa. Katika mazingira ambapo wapinga Kristo ni wengi, katika mazingira ambapo wanatolea sadaka kubwa katika kuhakikisha kwamba wanamshuhudia Kristo. Kumbe tunapoalikwa kusali kuombea ufanisi wa kazi ya misioni, tunaalikwa kuwakumbuka na kuwaombea hao na kujiombea sisi wenyewe ili katika mazingira tunamokuwa basi tuweze vizuri kutimiza wajibu wetu. Kumbe la kwanza ni sala. Na tukiiga nyayo za waanzilishi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari, mmojawapo mwanzilishi wa shirika la kwanza la Propaganda Fide au uenezaji wa imani, mwanadada Pauline Marie Jaricot, mwaka 1822, tukiiga nyayo zake, aliwekeza katika sala. Alihamasisha vikundi vidogo vidogo vya watu vya waamini kusali. Aliwekeza katika kusali mbele ya Yesu wa Ekaristi, ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu na ushiriki hai katika misa takatifu, ili kuchota nguvu za kuwa mashahidi waaminifu wa imani, ili kuchota nguvu za kuwa misionari wa kweli kuanzia mazingira tunamokuwa. Kuomba kwa ajili yetu sisi wenyewe, kuomba kwa ajili pia ya wale wenzetu ambao wanashuhudia imani yao katika mazingira magumu sana. Kumbe la kwanza ni sala. Wajibu wetu wa pili katika kuishi mwezi huu wa misioni ni ukarimu, majitoleo. Kama nilivyodokeza mwanzoni, mashirika ya kipapa ya kimisionari yanajikita katika kuhamasisha ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu. Moja ya namna ya kuhamasisha ushirikiano wa kimisionari kiulimwengu ni kwa njia ya ukarimu, ni kwa njia ya majitoleo. Kwanza sala, lakini pia sala lazima izae ukarimu. Injili inahitaji kufikishwa huku na kule, inadai gharama. Tunaalikwa kuwezesha kazi ya Bwana. Kumbe mwezi huu wa 10, mwezi wa misioni, mwaliko wa pili ni huo wa kukuza na kustawisha majitoleo yetu, ukarimu wetu kwa ajili ya kazi za uinjilishaji. Mpendwa mtazamaji wangu wa TV Tumaini, vizuri pia ikaeleweka wazi ya kwamba utume au kazi ya misionari katika kanisa inaratibiwa. Vinginevyo kila mtu angefanya la kwake na hata ule umoja wetu kama kanisa usingekuwepo mpaka sasa. Kumbe umisionari, utume wa kanisa unaratibiwa. Baba Mtakatifu katika kuhakikisha kwamba anaweka mfumo na mazingira mazuri ya watu kuwezesha kazi za kimisionari kupitia mashirika ya kipapa ya kimisionari na mfuko wake maalum, mfuko wa uinjilishaji ambao unaitwa kwa Kiingereza Universal Solidarity Fund. Mfuko ambao unatunishwa na ukarimu wa waamini kokote ulimwenguni kwa jina la Baba Mtakatifu, na baadaye kile kinachopatikana kinarudi kuwezesha kazi za misioni katika nchi za misioni, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi za misioni. Ziko siku 3 mahususi kwa ajili ya kuwezesha mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu, na kila shirika kati ya yale mashirika 3 ya kwanza lina mfuko wake mahususi. Moja ya siku hizi 3, Dominika ya Miito, tunaalikwa kufanya majitoleo mahususi kwa ajili ya kuwezesha shirika la kipapa la Mtakatifu Petro Mtume ambalo linahusika na mambo ya miito. Mwezi huu wa 10, mwaliko wa pekee ni kuwezesha mfuko wa Baba Mtakatifu unaoratibiwa na shirika la uenezaji wa imani, na mahususi tunaalikwa kuchangia mfuko huo, kuwezesha mfuko huo, na baadaye kile kinachopatikana kinaratibiwa
na sekretarieti ya shirika hili iliyoko kule Roma, kile kilichokusanywa kama ukarimu kinarudi baadaye kwetu kama ruzuku, kwa Kiingereza kama subsidies. Kwa tunaalikwa kwa hilo la pili la majitoleo kuwezesha mfuko wa Baba Mtakatifu. Kwa mwezi huu mfuko unaowezeshwa ni ule wa Shirika la Kipapa la Uenezaji wa Imani. Siku ya tatu ambapo tunawezesha mfuko wa Baba Mtakatifu kwa shirika la mojawapo ni lile la Utoto Mtakatifu. Shirika hili linawezeshwa siku ya tarehe 28 au kulingana na mazingira, mahala pengine wanafanya siku ya Epifania au wengine katika Dominika ya Familia Takatifu. Hizo siku tatu. Kwetu hapa nyumbani kuna namna nyingine tunawezesha mifuko hii. Tunawezesha mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu kwa hapa kwetu kwa namna nyingine kupitia ukarimu binafsi kwa njia ya bahasha. Tuna bahasha maalum za marafiki wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu. Na nitumie nafasi hii ninapotaja juu ya hili la uwezeshaji wa mfuko wa Papa, nitumie nafasi hii kwa niaba ya mababa askofu wetu, kwa niaba ya sekretarieti kuu kule Roma, kwa niaba ya ofisi yetu ya mashirika ya Kipapa Taifa, nitumie nafasi hii kutoa shukurani. Kwa mwaka tuliomaliza, ukarimu wa kanisa la Tanzania kwa mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu kwa mashirika yote matatu, tuliweza kukusanya fedha taslimu shilingi bilioni 1 na milioni 46. Fedha ambazo zilitokana na siku hizi tatu nilizoziainisha, lakini pia fedha ambazo zilitokana na ukarimu binafsi kwa njia ya bahasha. Kupitia bahasha za marafiki wa Baba Mtakatifu tuliweza kukusanya shilingi milioni 250, na kupitia wale wachangiaji endelevu tunawaita marafiki maalum tuliweza kukusanya shilingi milioni 19. Na makundi mengine ambayo yaliwezesha ni watawa wa kike na wa kiume waliwasilisha ukarimu wao, seminari zetu kubwa na ndogo ziliwasilisha ukarimu wao, na kadhalika majimbo kupitia hizo siku tatu nilizoziainisha. Makusanyo haya yote kwa ajili ya mfuko wa Papa ndio hayo yalikuwa takriban shilingi bilioni 1 na milioni 46. Kwa unyenyekevu mkubwa tunapenda kutoa shukrani zetu nyingi sana kwa niaba ya mifumo hiyo mingine ya uratibu niliyohitaji. Sekretarieti kuu kule Roma, mababa askofu wetu, kwa sababu utume wa PMS katika nchi uko chini ya maaskofu, lakini pia kwa ofisi yetu, kutoka ofisi yetu ya mashirika ya Kipapa ya Kimisionari Taifa ambayo inasimamiwa na mkurugenzi wa mashirika ya Kipapa anayeongea nanyi kupitia kipindi hiki. Asanteni sana waamini wapendwa kutoka kanisa la Tanzania. Nipende kudokeza pia kuhusiana na hilo la ukarimu wetu kwa mfuko wa Baba Mtakatifu. Tukilinganisha na mwaka uliotangulia tulipata fedha taslimu shilingi milioni 793 na kidogo. Milioni 793. Na awamu hii tukapata bilioni na milioni 46. Kwa makusanyo haya bilioni 1 na milioni 46 kwa Afrika Tanzania imekuwa ya tatu. Hatushindani na yeyote, la hasha, lakini pia ukarimu wetu kwa mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu ni kielelezo cha ukomavu wa imani katika nchi husika. Ni utambulisho, na ndio maana hata katika taratibu zingine za kikanisa ili izaliwe parokia pamoja na mambo mengine tunaulizana pia uwezo wa parokia kuitegemea waamini kutegemeza parokia na watazamia kuzaliwa. Ikionekana kwamba waamini hawana uwezo wa kutegemeza parokia hiyo inayotarajiwa, basi kanisa linasubiri kwanza kabla ya kuifanya kwa parokia. Kadhalika kipengele hicho kinaingia pia katika kutambulisha jimbo jipya. Lazima tujiulize pia uwezo wa watu, ukarimu wa watu kwa kanisa na uwezo wa wao kujitegemea. Kumbe makusanyo haya, ukarimu wa bilioni 1 na milioni 46 ambao ulituweka katika nafasi ya tatu kwa Afrika, ni ushuhuda wa imani. Kwa ajili hiyo tunasema asante. Nitumie nafasi hii basi kualika wapendwa waamini, tunapoendelea na mwezi wa misioni ambao ni mahususi kwa ajili ya kukumbuka wajibu wetu kama misionari, ukiwemo wajibu wa kusali ambao ndio wa kwanza kabisa, na wajibu wa pili huo wa kutoa ukarimu kwa ajili ya mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu. Nitumie nafasi hii kualika, nitumie nafasi hii kuhamasisha. Kazi ya umisionari bado inaendelea, na niwaombe mtu binafsi, niwaombe kupitia parokia zetu
tuendelee kuwezesha mfuko wa umisionari, mfuko wa uinjilishaji wa Baba Mtakatifu. Kile kinachokusanywa kwa kweli huwa kinaturudia kama ruzuku. Na utaratibu kwa hivi, tunatoa sadaka, tunatoa ukarimu kokote ulimwenguni, tunaweka katika mfuko wa uinjilishaji kwa pamoja, na baadaye kinarudi kwetu kama ruzuku au kwa Kiingereza subsidies. Subsidies hizi, ruzuku hizi, zinaenda katika nchi za misioni, na Tanzania ni miongoni mwa nchi za misioni. Tanzania ni mnufaika. Tunaongozwa na kanuni inayosema ni katika kutoa ndio tunapokea. Kumbe tunatoa na mwisho wa siku tunapokea zaidi ya kile tulichopokea, na ndiyo hiyo kielelezo cha ushirikiano wa kimisionari ulimwenguni. Ushirikiano wa kimisionari ulimwenguni. Mpendwa wa mtazamaji wangu, baada ya kutoa shukrani hizo, tunapokuwa mwanzoni sasa mwa mwezi wa misioni, tuko mwanzoni kabisa, nitumie nafasi hii pia kudokeza kila ambacho kadiri tunavyoendelea kitapata pengine siku mahususi ya kukiongelea, lakini itoshe tangu mwanzo kuwekana sawa. Mwezi wa misioni, mwezi wa 10, una siku moja ambayo ni mahususi sana, ni maalum sana, na ambayo kimsingi inachukuliwa kama ndio kilele cha utume au kilele cha yale yote yanayopaswa kufanyika katika Dominika, katika mwezi wa misioni. Hapa ninataka kuongelea kwa ufupi sana, kutakuwa na nafasi ya kuongea kwa urefu. Ninataka kuongelea kwa ufupi sana juu ya Dominika ya misioni. Utaratibu wa mama kanisa ndani ya mwezi wa misioni, mwezi wa 10, Dominika ya pili kutoka mwisho. Ya pili kutoka mwisho, kwa Kiingereza the last but one, ya mwezi wa Oktoba, hiyo inaadhimishwa kama Dominika ya misioni. Mwezi unaitwa mwezi wa misioni, hii inaitwa Dominika ya misioni. Ndio kwa kilele cha yale yote ambayo yanapaswa kufanyika ndani ya mwezi wa 10. Kwa mwaka huu itakuwa tarehe 19 mwezi huu Oktoba. Kumbe tarehe 19 mwezi wa Oktoba tunaadhimisha Dominika ya misioni. Ofisi yetu ya mashirika ya kipapa ya kimisionari taifa, kwa ajili ya kumsaidia kila muamini aweze kufikiwa na ujumbe mahususi wa Dominika hii, huwa tunaandaa nyenzo mbalimbali za kutusaidia, ikiwemo machapisho. Baadhi ya machapisho tunayotoa ni mabango ambayo yanakuwa yanabeba ujumbe mahususi wa mwaka huo. Ni mabango ambayo ndani yake yanatukumbusha kwa lugha ya picha yale tunayopaswa kuyafanya katika Dominika hii, yale tunayopaswa kuyaishi. Kwa muda mwafaka, mabango haya yatafika katika parokia zetu kupitia wakurugenzi wetu wa mashirika ya kipapa jimbo. Kila jimbo lina mkurugenzi wa mashirika ya kipapa. Kumbe mabango hayo yatafika kupitia wakurugenzi wetu wa majimbo. Kadhalika watu wanatoa vijitabu ambavyo vinabeba ujumbe wa Dominika hiyo ya misioni na mrejesho wa ukarimu wa waamini kwa kanisa la Tanzania kwa mwaka huo, kiasi gani wamechangia, na neno la shukrani na mada zingine kadhaa. Vijitabu hivyo vinatolewa kupitia ofisi zetu za wakurugenzi wa mashirika ya kipapa majimbo kwa kila parokia. Hali kadhalika tunafanya vipindi vya redio vifupi, tunafanya pia vipindi vya TV vifupi kwa ajili ya kutoa hamasa. Ni kuombe mheshimiwa paroko, msimamizi wa parokia, na kila yule anayehusika kuratibu utume katika mazingira anamokuwemo, hii ni parokia au taasisi, tuwasaidie waamini wenzetu waweze kufikiwa na nyenzo hizi. Iwe ni mabango, iwe ni vijitabu, iwe ni hizo jumbe za kusikia audio, au iwe ni hizo jumbe za video, ziweze kuwafikia watu na waweze kujua kwa hakika wanapaswa kufanya nini katika Dominika hiyo ya misioni. Mpendwa mtazamaji wangu, katika kuadhimisha Dominika ya misioni kwa hapa nchini Tanzania, tuna utaratibu wa kuwa na novena. Siku 9 kabla ya maadhimisho ya Dominika ya misioni tunatenga mahususi kwa ajili ya novena. Tayari tuna vijitabu vya mwongozo na vyenyewe pia vinapatikana kupitia ofisi za wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kila jimbo. Na kwa mwaka huu Dominika ya novena
kuelekea Dominika ya Misioni itaanza tarehe 10. Kuanzia tarehe 10 Oktoba tunaanza hiyo novena ambayo itaenda mpaka tarehe 18 Oktoba, siku moja kabla ya maadhimisho ya Dominika ya Misioni tarehe 19. Kama tulivyosema, wajibu wetu katika mwezi huu umegawanyika katika sehemu mbili, sala na ukarimu. Basi hilo la sala limetengenezewa mazingira mazuri, ikiwemo pia fursa hiyo ya kushiriki novena, tukiamini kabisa ya kwamba ni katika sala ndio tunachota nguvu za kufanya kazi ya kimisionari, tukiamini kabisa ya kwamba sala ndio moyo wa misionari. Kumbe nikualike mpendwa muamini mwenzangu kwa ajili ya novena hiyo ambayo tunaanza rasmi tarehe 10 ya mwezi huu, siku 9 kabla au siku 9 kuelekea Dominika ya Misioni. Katika maadhimisho ya Dominika ya Misioni ya kila mwaka, niseme pia sasa tangu mwanzo tutakuwa na nafasi nyingine ya kushirikishana juu ya hilo. Katika maadhimisho ya Dominika ya Misioni ya kila mwaka, Baba Mtakatifu hutoa ujumbe au kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya Dominika ya Misioni ya mwaka husika. Kauli mbiu hii si lengo lake kwamba itufae tu kwa ajili ya Dominika husika, hapana. Lengo lake ni kwamba kauli mbiu hii iwe ni sehemu ya maisha yetu. Na ndiyo maana ninaiongelea kwa uchache kabisa sasa, badala ya kusema tu nisubiri itakapofika somo juu ya kauli mbiu hiyo ndio naiongelea tangu sasa, ili kila mmoja wetu tunapokuwa bado mwanzoni mwa mwezi huu wa 10, mwezi wa misioni, tujue kwamba dira yetu ni ipi. Kauli mbiu ya mwaka huu iliyotolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco inaelekeza kwamba sote tunapaswa kujitazama kuwa ni wamisionari wa matumaini. Na nukuu inasema hivi: wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Kauli mbiu inasema wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Ujumbe huo au kauli mbiu hiyo inatupitisha na kufanya rejea katika kile tunachoendelea kukiadhimisha katika ngazi ya kanisa la kiulimwengu mwaka huu. Mwaka huu ni mwaka wa jubilei, miaka 2025, na kauli mbiu ya mwaka wa jubilei inasema mahujaji, wengine wanaweka katika, wengine haidhuru, wahujaji katika matumaini, wahujaji wa matumaini. Kauli mbiu sasa ya Dominika ya Misioni yenyewe inakuja na neno wa misionari wa matumaini kwa watu wote. Kwa neno matumaini tabaki kama ndio kiini cha ujumbe wa mwezi wa Dominika ya Misioni. Neno matumaini tabaki ndio kiini cha ujumbe wa maadhimisho ya jubilei 2025. Kumbe Dominika ya Misioni mwaka huu kauli mbiu ni wa misionari wa matumaini kwa watu wote. Itoshe tu kuidokeza kauli mbiu hii, tutakuwa na nafasi nyingine ya kuhimizana, kuelekezana, kufundishana juu ya kile ambacho kauli mbiu inaeleza katika mapana yake. Kwa sasa ni himize na nialike ya kwamba ujumbe wa Dominika ya Misioni ambao kauli mbiu yake ni hiyo, wa misionari wa matumaini kwa watu wote, tayari umekwisha tafsiriwa kutoka lugha ile ya Kiitaliano, Kiingereza, na sasa tunao katika lugha ya Kiswahili. Nitumie nafasi hii kuwaomba na kuwaalika mababa paroko, wakurugenzi wa mashirika ya kipapa majimbo kueneza ujumbe huu tangu sasa, kwani tayari ujumbe huu wanao. Tusisubiri mpaka tarehe 19 ndo tuongelee habari za ujumbe wa Dominika ya Misioni. Ujumbe wa Dominika ya Misioni ni maisha. Tunapaswa kuwa tunayaishi tangu sasa. Na kimsingi kauli mbiu hii wage inatolewa mapema, na ujumbe wake huwa vinatolewa mapema sana tangu Januari ya mwaka husika, ili viongoze maisha yetu kwa mwaka huo mzima. Sasa kwetu sisi hapa yawezekana kwa sababu mbalimbali, wapo waliokushasikia habari hizi, wapo ambao bado, basi nitumie nafasi hii kutoa mwaliko, kutoa hamasa ya kwamba kauli mbiu hiyo tuishi, na ujumbe ambao unawasilishwa na kauli mbiu hiyo na wenyewe tuishi, kwani tayari tunao katika mazingira yetu. Mpendwa wa mtazamaji wangu, mwezi huu wa Oktoba, mwezi wa misioni, unajulikana pia kuwa ni mwezi wa kusali rozari takatifu. Tunarudi pale pale ya kwamba sala ndio nguzo ya misionari, sala ndio moyo wa misionari.
Ni mwezi ambao tunaalikwa kusali, kusindikizana na Mama Maria kwa namna pekee kwa njia ya Rozari, sala ya Rozari Takatifu. Na tarehe 7 tuna kanisa huadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rozari Takatifu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kuonesha nguvu ya Rozari Takatifu. Sala ya Rozari Takatifu ni kuonesha nguvu na nafasi ya mama yetu Bikira Maria. Vile mama Bikira Maria alivyoambatana na wafuasi katika chumba cha juu wakisali kungoja zawadi ya Roho Mtakatifu, vivyo hivyo tunaalikwa kuambatana na mama yetu Bikira Maria katika safari na maisha yetu ya ufuasi katika kuishi wito wetu wa misionari. Bikira Maria anatambulishwa kwa sifa mbalimbali. Mojawapo ya sifa ambazo kwazo mama Bikira Maria anatambulishwa ni kwamba Bikira Maria nyota ya uinjilishaji. Bikira Maria ni nyota ya uinjilishaji. Bikira Maria ni mfuasi wa kwanza na mwaminifu wa Kristo, mama wa Mungu na mama yetu. Kwa tunaalikwa kusali Rozari Takatifu kwa namna pekee katika mwezi huu ambao unaitwa pia mwezi wa Rozari. Maana yake tunasafiri pamoja na mama. Katika muktadha mbalimbali tunakumbusha tembea na mama, amka na mama, safiri na mama. Basi mwezi wa 10 tunasafiri na kuambatana na mama kwa njia ya sala hii maalum, sala ya Rozari Takatifu. Katika historia ya kanisa, sala hii ina masimulizi mengi yanayoonesha nguvu ya sala hii. Nguvu ya sala hii. Basi nguvu hiyo ya sala ya Rozari Takatifu ambayo imeendelea kuwepo katika kanisa mpaka sasa, nguvu hiyo hiyo tuikimbilie. Mama huyo tumkimbilie, atusindikize katika kuishi wito wetu wa umisionari. Mwezi wa 10 ni mwezi kwa heshima ya Mama Maria kwa namna pekee kwa njia ya sala ya Rozari Takatifu. Nguvu hiyo hiyo ya sala ya Rozari Takatifu ambayo ilidhihirika katika vita vile vya kule Lepanto ule mwaka 1571, nguvu hiyo hiyo tunaendelea kuamini kwamba inaendelea kutenda kazi hata sasa. Mama Bikira Maria nyota ya uinjilishaji anabaki kuwa nguvu yetu. Mama Bikira Maria nyota ya uinjilishaji anabaki kuwa ndio kielelezo chetu cha mfuasi wa Kristo, lakini pia misionari wa kwanza. Na sisi tunaalikwa kuwekeza katika nguvu ya sala ili mwisho wa siku na sisi tuweze kuiga na kufuata nyayo za mama yetu Bikira Maria. Mpendwa wa mtazamaji wa TV Tumaini, tumeanza hivyo kipindi chetu cha mwezi wa 10, mwezi wa misioni. Tusilale, tuamke, tuone kwamba ni wajibu wetu, ni fursa yetu ya kiimani ya kushuhudia Ukristo wetu, ni fursa yetu ya kiimani ya kudhihirisha wazi kwamba kweli tunajitambua, kwamba hatukuishia tu kubatizwa, hatukuishia tu kumwagiwa maji na kusemewa zile sala, bali tumeutendea haki ubatizo wetu kwa kuwa mashahidi wa imani, kwa kuwa misionari, tukianzia na mazingira yetu pale tulipo. Muamini mlei katika mazingira yako ya kila siku kutakatifuza malimwengu, ndio misionari wenyewe. Mimi padre katika mazingira yangu, katika kumleta Kristo kwa watu na kumpeleka Kristo kwa watu kupitia sala, maadhimisho ya masakramenti, utume wangu na uhubiri wangu wa neno la Mungu kupitia kazi za Kristo mwenyewe, ambazo pia ni kazi hizo hizo kila mbatizwa naye kwa kuziishi: unabii, ukuhani na ufalme. Mama, baba wa familia, kaka, dada katika familia, tunaanzia katika mazingira pale pale nyumbani kuishuhudia imani. Watoto, pamoja na kwamba wana fursa ya pekee kupitia shirika la kipapa la utoto mtakatifu, na wanahimizwa katika mazingira yao, kama vile ambavyo shirika la kipapa la utoto mtakatifu linajitambulisha. Shirika la kipapa la utoto mtakatifu ni mahususi kwa ajili ya watoto, kuwainjilisha watoto wenzao. Mtoto amuinjilishe mtoto mwenzake. Vivyo hivyo, tunapoishi mwezi huu wa misioni, tunapoelekea Dominika ya misioni, basi na watoto kwa nafasi yao waweze kujiona wana wajibu wa kuishi wito huu, wa kuwa mashuhuda wa imani miongoni mwa watoto wenzao. Mwezi wa misioni ndio huu, ni wangu, ni wako, ni fursa kwangu, ni fursa kwako
kuishi wito wetu wa misionari. Ni fursa kwangu, ni fursa kwako kuwekeza au kujibu yale ambayo ni mapaswa yetu, kusali kwa ajili ya kuombea kazi ya kimisionari, kadhalika kutoa ukarimu na majitoleo yetu kwa ajili ya uwezeshaji wa kazi ya misionari, kwa ajili ya kudumisha na kustawisha ushirikiano wa kimisionari kokote ulimwenguni. Ninawatakia nyote maadhimisho mema ya mwezi huu wa misioni, na baadaye ninawatakia maadhimisho mema ya Dominika ya Misioni, tukijisimika katika kauli mbiu hiyo niliyoisema, wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Tuwekeze katika sala, tukumbuke wajibu wetu wa kuwezesha Injili kupitia ukarimu wetu, na kwa kuyafanya hayo Kristo ataendelea kutambulishwa kokote ulimwenguni, Injili itaendelea kuzaa matunda, na hakika tutadumu katika kuwa wamisionari wa matumaini kwa watu wote kokote kule tunakokuwa. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mkurugenzi wa mashirika ya kimisionari ya kipapa Padre Alfred Stanislaus Kweni akizungumzia kuhusiana na mashirika haya ya kipapa, namna ambavyo anafanya kazi hususan mwezi huu wa 10 ambapo ni mwezi wa misioni. Mimi ni Anne Tinyoni, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.